mmepewa mamlaka ya kumwadhibu shetani kwa njia yoyote ile, na hasa iliyo kuu ni kutangaza siri za ufalme wa Mungu ambazo zina nguvu ya kubomoa chochote kile ambacho shetani amekianzisha katika ulimwengu. Na ahadi umepewa, hakuna chochote kile ambacho utakuwa. Kitabu cha Luka 10 mstari wa 19. Hebu mtu mmoja tusomee hapo. Luka 10:19 inasemaje? Luka 10:19 inasemaje? Luka 10:19. Nani ambaye ameshapata nimpatie mic? Okay. Luka 10 mstari wa 19 inasema, tazama nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jamani, Yesu amesema hakuna chochote kile ambacho kitafanya nini? Kitatudhuru. Kwa hiyo tumepewa ahadi na Mungu. Kama tumepewa ahadi na Mungu, maana yake sasa ni hakika tukikubali kwenda kushiriki siri zake nzito kwa wale ambao hawajafanikiwa kusajiliwa katika vitabu vya uzima wa milele ambavyo wewe tayari umeshapata mbaraka kusajiliwa, basi tunalindwa na nani jamani? Na Mungu. Maana yake afya yako italindwa, kama nilivyozungumza kwenye kitabu cha Zaburi ya 34 mstari wa 7 ya kwamba kuna majeshi yatatumwa kwako, yatafanya nini? Yatakulinda. Maana ni mbaraka. Sio hivyo tu, kama una mke atalindwa, kama una watoto watalindwa, biashara zako zitalindwa. Nisikilizeni, waambieni, mimi ni mwalimu ambaye nina historia kubwa sana. Kuna kipindi fulani nilikuwa nikipokea pesa kubwa, yani naiona ni kubwa, ilikuwa kama 1,000,000 hivi mwaka 2020, lakini niliwahi kuiacha ndani ya sekunde chache. Jamani, mnasikiliza hiki kitu? Niliwahi kuiacha ndani ya sekunde chache. Nilipata magonjwa ya moyo yakanifanya niahirishe kufanya kazi yangu ya kufanya nini? Ya kufundisha. Jamani, sijui mnanielewa vizuri hapo? Mnanielewa vizuri? Sio hivyo tu, nilishambuliwa na nguvu za giza, yani zikaongezea mpaka nikasema hii ni hatari sana hii. Kwa hiyo ukiona ninasema ya kwamba nitenge muda wa kushiriki siri zenye mamlaka ya kumwokoa mtu kutoka motoni, sio kawaida. Ni kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu amefanya nini? Amekitenda kwenye maisha yangu. Kuitikia wito wa kuuza vitabu vyenye siri ngumu sana zinazoonyesha mamlaka ya kipekee kwa Mungu na kwa wanadamu haikuwa kawaida. Jamani, hivi mnanielewa vizuri? Ni kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu alikifanya katika maisha yangu. Ndiyo maana sasa, baada ya kuzidi kufahamu Yohana 17:3 ya kwamba na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma, nilisema huyu Mungu wa kweli lazima nimtangaze kila mahali kwa kadiri ambavyo Mungu atakuwa amefanya nini? Amenifanikisha. Kwa hiyo hata wewe hapo hivi ukiamua tu ya kwamba ninaamua kushiriki, Mungu atakufanikisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zanguni, leo nina ajenda kubwa sana kwa kila kijana aliyeko hapa. Ajenda kubwa ni ya nyie kukubali kuungana na jopo la watu maalum ambao Mungu amewatenga katika ulimwengu huu
kusambaza siri zake zenye mamlaka ya kumtoa mtu dhambini au motoni. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndugu zanguni, habari hii kwenu ni ngumu au ni nzuri? Ni nzuri au ni mbaya? Ni nzuri, si ndio? Ikiwa ni nzuri, mimi naamini Mungu amekusikiliza na kufanikisha. Atafanya nini? Atakufanikisha. Kuna watu ambao wanatamani kumfahamu Mungu wa kweli na hawawezi kumfahamu nje ya wewe kwenda kufanya nini? Kuambia. Na njia rahisi sana ambayo kila mtu huwa anashiriki, nisikilizeni, ni zaka. Malaki 3:10. Malaki 3 ngapi? Yaani hiyo ni kwa kila mtu. Tena iko hivi, Mungu anasema huwa ninakubariki kila ndani ya muda ambao unafanya biashara zako au shughuli zako za kiuchumi, ninakupatia fedha. Na hizo fedha, baada ya wewe kuchukua mtaji, gharama zote, ukabaki na ile faida yako, unamrudishia tu Mungu. Yaani Mungu anataka asilimia ngapi jamani? 10%. Asilimia 10. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Njia nyingine ni kwa njia ya sadaka. Sasa sadaka haina ukomo, kwa sababu Biblia imesema mtu afanye kwa moyo wa kupenda. Hivi wewe, Kristo alipoweza kukubali kuangikwa msalabani, akabakia uchi ili afe mbadala wa uhai wako, una kitu kikubwa cha kuweza kufanya katika ulimwengu huu cha kumlipa zaidi ya kusema nimshukuru Mungu kwa njia ya kuweza kufanya injili? Kuna kitu tofauti na namna hiyo hapo jamani? Kuna kitu tofauti na namna hiyo hapo? Shukurani zetu kwa Mungu zikifanyika kwa njia ya kupenda, zinaambatana na mibaraka ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo labda niwatie moyo. Kuna mtu anasema labda muda pale pale kwenye biashara yako unaweza ukaweka vitabu, mtu akapita akapenda, kwa sababu hatufanyi kutafuta faida, ila tunaitaka roho hata hii. Nisikilizeni, roho hata hii